Mhandisi mshauri, taarifa nilizonazo, nyumba yake haijaisha mpaka leo, anaishi guest. Kusimama kwa ujenzi wa barabara ya Njombe kuelekea wilayani Ludewa inayojengwa kwa kiwango cha zege kumemuibua mbunge wa viti maalum mkoa wa Njombe kupitia Chauma Sigrada Mligo, akitaka kujua mpango wa serikali wa kukamilisha ujenzi ili kuondolea adha watumiaji wa barabara hiyo kujiimarisha kiuchumi. Katika kikao cha kamati ya ushauri mkoa wa Njombe mbele ya wajumbe wa kikao hicho, amesema kwa mujibu wa mkataba ujenzi wa barabara kipande cha Itoni Lusitu litakiwa uishe mwaka 2024 na baadaye mkandarasi aliweza kuongezewa muda mpaka mwezi Machi mwaka 2026, lakini mpaka sasa hakuna kinachoendelea. Hata hivyo, meneja wakala wa barabara Tanzania TANROADS mkoa wa Njombe, mhandisi Ruthi Shalua, ametoa ufafanuzi kwa kifupi kuhusu mradi huo, ambapo pia ameeleza sababu ya mhandisi mshauri kuishi kwenye nyumba ya kulala wageni muda wote. Mimi ni maswali hasa kwenye hii issue ya Itoni Lusitu, hii barabara ambayo imekuwa ni changamoto kubwa. Mwenzangu ameanza, mimi naomba niende kiundani zaidi. Maswali yangu Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa ni kama matatu hivi kwa mtu wa TARURA. Swali la kwanza, ukisoma taarifa yake, mradi huu ulitakiwa uishe 2024. Mkaongeza muda mpaka 2026 Machi tarehe 21. Hiyo Machi yenyewe ndio imeshafika. Nini mkakati wenu aidha kurenew, na kwa nini mna renew? Changamoto ilikuwa ni nini? Hilo swali la kwanza. Swali la pili kwenye hii barabara ni kuhusu malipo. Gharama ya mradi ni bilioni 120. Mmeshalipa bilioni 20 na point. Ukiangalia gharama ya mradi ilivyo kubwa na kiwango kilicholipwa, na ukiangalia 30% ya mradi ulipofikia, Mkuu wa Mkoa, inanipa picha kwamba ndio maana mkandarasi anapata nguvu ya kutokurejea site. Hiyo ni mawazo yangu, sio mawazo ya wote. Mimi naamini hivyo, kwa sababu kiwango anachodai ni kikubwa kuliko alicholipwa. Swali la tatu, Mkuu wa Mkoa, kipindi barabara ile imesumbua hapa katikati, na mimi nilitembelea ile barabara, alipatikana mkandarasi ambaye sio mzabuni. Mlitafuta mkandarasi mwingine ambaye sio huyu. Sheria inataka seasonal maintenance ifanywe na mkandarasi wa mradi husika. Bajeti hiyo ilitoka wapi kwa udharura upi? Na kwa nini hakufanya mkandarasi wa mradi husika? Lakini swali la 4 kwenye hii barabara, mhandisi mshauri, taarifa nilizonazo, nyumba yake haijaisha mpaka leo, anaishi guest. Nilipojaribu kuuliza hili swali bungeni, baadaye nikamfuata waziri, akasema Sigrada, kuhusu barabara ya Ludewa sisi tumeshakamilisha kila kitu, rudi huko chini. Akasema labda ungeniambia barabara ya Lupembe. Ludewa sisi tushamaliza. Kwa hiyo haya maswali 4 ya msingi nikijibiwa leo, sitafuatilia tena biashara ya barabara ya Ludewa Njombe. Jambo jingine, maswali mengine ni barabara ya Njombe Lupembe. Ukiangalia kwenye hii taarifa, naomba moja nishikie maiki, nashindwa kufungua hapa. Asante. Ukiangalia kwenye hii taarifa, barabara ya Lupembe, Kibena Lupembe mpaka Morogoro Madeke huko, mwaka 2020 serikali wakati wa uchaguzi, serikali ya Chama cha Mapinduzi iliahidi kutengeneza kwa kilomita 41 za awali. Lakini taarifa inaonyesha kwamba hii barabara ilifanywa usanifu toka 2013. Manake swala la usanifu sio upembuzi yakinifu ililishaisha toka 2013. Lakini pia mwaka 2023 na 24 ilitakiwa huu mradi uanze, na ninakumbuka kipindi hicho kuna mawaziri walienda kabisa wakasema mwezi wa 5 barabara itaanza hizi kilomita 41. Ukisoma hii taarifa, kuna sehemu inasema walitafuta mkandarasi, lakini huyo mkandarasi gharama zake walimtafuta wakampata. Hapa nisome kabisa. Inasema kwa kiwango cha lami inaonyesha alipatikana kwa kifupi, lakini huyo mkandarasi serikali imeona ana gharama kubwa tofauti na bajeti ya serikali. Sasa swali langu Mkuu wa Mkoa ni kwamba huyu mkandarasi mlimpitishaje
wakati yuko juu ya gharama ya bajeti ya serikali, na wakati kandarasi hii mimi najua waliomba watu wengi, na mnaanzaje kama serikali kuabaidi na masharti ya mkandarasi ambao nyinyi hamyawezi? Kwa sababu taarifa yenu inaonyesha barabara ya Njombe Lupembe sasa hivi mko kwenye kutafuta bajeti ya ziada. Kwa nini tudili na bida ambaye ana gharama kubwa wakati kulikuwa na wakandarasi ambao wana range kwenye bajeti yetu? Lakini kuhusu hii barabara, tuko na mwenezi wa CCM mkoa hapa, utakuwa shahidi na nina ilani yenu. Ni mara ya 4 barabara ya Lupembe Njombe inaahidiwa kwenye chaguzi. Ni mara ya 4 na wewe utakuwa shahidi. Tunawaambia nini wananchi sisi kama wawakilishi wao, kama kila siku inakuwa inaahidiwa, kila siku inaahidiwa, na mnatafuta hadi hao wakandarasi, alafu baadaye tena mnasema yule mkandarasi tuliyemchagua ana bei kubwa, tunataka tutafute bajeti nyingine. Na kuna ukurasa ukisoma hapa wanasema serikali imetenga bilioni 2. Kilomita 41 unatengaje bilioni 2? Yaani ni vitu viwili tofauti. Yaani unanunua ng'ombe kwa bei ya kuku. Haiwezekani katika hali ya kawaida. Lakini jambo lingine nisogezee hivi. Lakini jambo lingine ni barabara ya Makete Mbeya. Hii barabara pia taarifa za Lupembe ziko ukurasa namba 62 kama sikosei. Makete Ludewa, Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, ukisoma hii taarifa inaonyesha na mkandarasi alishatafutwa. Usanifu lishafanyikaga miaka hiyo. Na ukisoma hapa anaonyesha yuko kazini. Ukisoma tena inaonyesha tayari kuna asilimia kadhaa ya kazi imeshaanza. Mpaka ninapozungumza hapa, Mkuu wa Mkoa, hakuna hata robo ya kilomita kutoka Makete Mbeya, ambayo ndo barabara yenye changamoto kubwa. Lakini kilichonishangaza zaidi leo mnajadili ku-maintain, yani matengenezo mafupi. Na ukiangalia hayo matengenezo mafupi na ukaangalia na matengenezo mafupi yanayofanyikaga kila mwaka kwenye hii barabara ya Lupembe na hii barabara ya Makete, unakuta gharama ni kubwa. Kwa mfano mwaka 2025-24 nimesoma hapa ni takriban bilioni 1 imetumika. Sasa katika hali ya kawaida, kwa nini hizi billions zisijumlishwe tu mkandarasi kaanza kuendelea na ujenzi badala ya kuendelea kufanya matengenezo ambayo ni makubwa zaidi? Lakini swali lingine, mnachagua mkandarasi, baadaye huo mkandarasi anazingua, na kabisa ukifuatilia kiutendaji unakuta serikali ilikuwa maybe right, afu mnakuta mnaendelea naye huyo huwa kunakuwa na nini nyuma ya pazia? Yani mtu amedefault, labda kama huwa mnatudanganya kwamba mkandarasi ndo aliye default, lakini unakuta mkandarasi amedefault, sheria za mikataba ziko wazi. Sasa kwa nini huyu mtu tena anarudishwa unakuta kwenye hiyo kandarasi? Kwa hiyo mimi kwa leo maswali yangu ni hayo kwenye upande wa barabara. Sheria inamruhusu mkandarasi kuingia into contract au subcontract na mtu yoyote in case kama ataona kwamba bado yupo in capacity and that time kwa ajili ya kuimplement another task ambayo iko sensitive. Kwa hiyo na sisi hatufungi kumruhusu huyo local contractor kufanya kazi pale na mkandarasi atakwenda kumlipa. Sheria inaruhusu. Umezungumzia pia kuhusu kambi ya mhandisi mshauri kwamba mhandisi anakaa sehemu za wageni. Mkandarasi ameshapewa maelekezo furniture ambazo alikuwa hajazilipia. Sasa anakwenda kuzilipia